Naam, hatimaye jopo la majaji limetoa uamuzi wa mwisho katika awamu hii ya kikao cha mahakama kilichoanza siku 3 zilizopita katika kesi inayomhusu mwenyekiti wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Karibu tuendelee kuangalia kilichojiri, na katika sehemu hii tutajua uamuzi wa mwisho wa majaji. Lakini kabla tuendelee na taarifa, nimegundua wengi wenu mnatazama taarifa kabla ya kulike video na kusubscribe. Tafadhali like video hii kisha subscribe, alafu tuendelee. Tunaendelea na sehemu tulipoachia. Wakili wa serikali Wisdom kisha akaanza tena kumhoji shahidi ambaye ni mkuu wa gereza la Ukonga. Alianza kwa kurejelea ushahidi wa awali wa shahidi kwamba maafisa wa magereza chini ya usimamizi wake walitarajiwa kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria. Alimtaka Ntamamiro ambaye ndiye bwana jela aeleze anachomaanisha kwa kauli hiyo. Shahidi huyo alijibu kuwa ina maana tu kufanya kazi kwa mujibu wa sheria, na kuongeza kwa mfano kuwa mchungaji akiingia gerezani atafanya hivyo kwa mambo ya kiroho tu. Kisha hekima iligeukia suala lililoibuliwa wakati wa shauri la awali kuhusu hati ya kiapo ya shahidi. Alimkumbusha bwana jela kuwa aliulizwa kwa nini hakuwasilisha hati tofauti ya kiapo kujibu hati ya kiapo ya mjibu maombi wanne. Shahidi hapo awali alisema hakuwa amefanya hivyo, na hekima akamwomba aeleze ni kwa nini. Ntamamiro alijibu kuwa hakuwasilisha hati tofauti ya kiapo kwa sababu mlalamikiwa wa nne alikuwa kama yeye pia ni mlalamikiwa katika kesi hiyo. Baada ya hapo, wakili wa serikali alirejea maelezo ya awali ya shahidi huyo kuwa mawakili wote waliokuwa wakiingia gerezani wanatakiwa kufanyiwa ukaguzi na kumtaka afafanue anachomaanisha. Shahidi huyo alieleza kuwa ukaguzi huo ulikuwa ni sehemu ya kuzingatia kanuni za magereza, na kuongeza kuwa iwapo maoni yalirekodiwa kwenye daftari la wageni hakubadili matakwa ya kisheria. Kisha wakili wa serikali Hekima akauliza jinsi ukaguzi huo ulivyofanywa kwa kawaida. Ntamamiro alieleza kuwa maofisa watakagua vitu vinavyoletwa gerezani kama vile vitabu ili kuhakikisha havina kitu chochote cha hatari. Baada ya kumaliza maswali yake, wakili wa serikali Wisdom alifahamisha mahakama kuwa hana mambo zaidi kwa shahidi huyo. Wakili wa serikali Narindwa kisha akainuka kuendelea na uchunguzi upya. Alianza kwa kumtaka shahidi huyo mkuu wa gereza awatambue waombaji katika kesi hiyo. Ntamamiro aliwataja Kulwa Maduhu, Nation Nkungu na Paul Kisabo. Kisha Narindwa akauliza kama Kulwa Maduhu alikuwa amezuiwa kuingia gerezani. Shahidi huyo alijibu kuwa jina la Kulwa Maduhu halimo kwenye orodha ya wageni waliopitishwa, na pia hakukuwa na ombi lolote kutoka kwa Tundu Lissu la kuidhinisha ziara hiyo. Kisha Narindwa alifahamisha koti kwamba walalamikiwa hawakuwa na maswali zaidi. Wakati majaji wakiandika maelezo yao, Jaji Rumisha alizungumza na wakili John Seka. Hakimu aliuliza ikiwa waombaji walikuwa wakiiomba mahakama kuitaka magereza kutoa chumba maalum kwa ajili ya mawakili au iwapo wasiwasi wao mkuu ulikuwa ulinzi wa usiri wa mteja na wakili. Seka alijibu kwamba lengo linapaswa kuwa kwenye haki ya kimsingi badala ya kituo halisi. Alidai kuwa cha muhimu ni kulinda haki ya msingi ya mawasiliano ya siri, si lazima kuwepo kwa chumba maalum. Katika hatua hiyo, Tundu Lissu alisimama na kuzungumza kwenye benchi. Aliwaeleza majaji hao wasiwe na wasiwasi wowote kuhusu upatikanaji wa nafasi hiyo, huku akieleza kuwa amelazwa katika gereza la Ukonga na anakifahamu kituo hicho. Lissu alisema kuna vyumba ndani ya gereza hilo ambavyo havitumiki. Kwa mfano, alirejelea vyumba viwili vilivyotengwa kwa ajili ya mfumo wa mahakama ya mtandaoni wa gereza. Lissu alisema kuna vyumba ndani ya gereza hilo la Ukonga ambavyo havitumiki. Kwa mfano, alirejelea vyumba viwili vilivyotengwa kwa ajili ya mfumo wa mahakama ya mtandaoni wa gereza, akibainisha kuwa vikao vya mahakama havikufanyika kila siku. Alidai kuwa ikiwa nafasi inaweza kutengwa kwa vyumba vya mahakama, hakukuwa na sababu kwa nini chumba maalum cha mashauriano ya siri ya wakili na mteja hakingeweza kutolewa pia. Jaji Rumisha alijibu kwamba suala la msingi la mahakama ni kuhakikisha haki ya kikatiba inalindwa badala ya kuhitaji ujenzi au upangaji wa majengo maalum. Kisha Jaji Mruma akageuza mwenendo wa kesi kwenye ratiba ya kuamua shauri kuu.
alizifahamisha pande zote kuwa maombi ya msingi yataamuliwa kupitia mawasilisho ya maandishi na kuendelea kuelezea ratiba ya uwasilishaji. Alisema waombaji hao watawasilisha hoja zao ikiwa ni pamoja na majibu ya pingamizi la awali na hoja zao kuu za maandishi ifikapo tarehe 24 Agosti mwaka 2026. Walalamikiwa watawasilisha mawasilisho yao kuhusu pingamizi la awali kabla ya tarehe 10 Agosti mwaka 2026 na kufuatiwa na mawasilisho yao ya majibu kabla ya tarehe 7 Septemba mwaka 2026. Muunganisho wa waombaji pia utakamilika tarehe 7 Septemba mwaka 2026. Kesi hiyo ilipangwa kutajwa kabla ya hukumu tarehe 16 Septemba mwaka 2026. Katika hatua hiyo, Tundu Lissu alinyanyuka tena na kulitaka benchi hilo kufafanua ni lini atatakiwa kuwasilisha majibu yake mwenyewe. Jaji Rumisha alihoji kwa nini Lissu atahitaji kujibu pingamizi la awali lililokuwa likielekezwa kwa waombaji, huku akibaini kuwa wote ni walalamikiwa katika shauri hilo. Ndipo Jaji Mruma akaingilia kati akisema anaelewa wasiwasi wa Lissu. Alieleza kuwa hata katika shauri la kawaida la madai, washtakiwa wanaweza kuwa na maswala tofauti yanayohitaji majibu huru. Kwa hiyo alikubali kuwa Lissu ana haki ya kuwasilisha hoja zake mwenyewe na akamhakikishia kuwa mahakama itampatia fursa hiyo. Wakili Emmanuel Ukashu alisimama na kueleza kuwa mahakama haijashughulikia ratiba ya kuwasilisha maombi kwa wahusika. Kabla ya majaji hao kujibu pingamizi hilo, wakili wa serikali Narindwa alieleza pingamizi lake mwenyewe, akisema walalamikiwa hao pia wanashangaa kwa nini Ukashu na chama cha wanasheria wa Tanganyika wanakusudia kujibu pingamizi la awali, wakihoji ni kwa nafasi gani walitaka kufanya hivyo. Kisha Jaji Mruma akalitolea ufafanuzi suala hilo kwa pande zote. Aliwakumbusha waliohudhuria kuwa baadhi ya wajumbe wa benchi walikuwa na uzoefu wa miongo kadhaa wa mahakama, akibainisha kuwa yeye mwenyewe amehudumu kwa miaka 30 na kwamba hakuna jambo la kawaida kuhusu maswali ya kiutaratibu yanayoulizwa. Akihutubia wakili Ukashu moja kwa moja, Jaji Mruma alitoa uamuzi kuwa wahusika watatumia ratiba ya majalada ile ile ambayo tayari imepewa mlalamikiwa wanne kwa ajili ya kujibu pingamizi la awali. Pamoja na ufafanuzi huo, hakimu aliahirisha rasmi shauri hilo hadi tarehe zilizoainishwa katika mpangilio wa ratiba ya mahakama, na huo ndio ulikuwa uamuzi wa mwisho wa leo wa majaji katika kesi hii ambayo imesikilizwa zaidi ya siku 3, kesi kati ya Tundu Lissu na uongozi wa magereza ya Ukonga. Mtazamaji, hapa ndipo mwisho mwa video au taarifa hii. Maoni yako ni muhimu sana. Hivyo basi upande wa comment ama upande wa maoni chini ya video hii nijuze mtazamo wako kuhusiana na kesi hii kati ya Tundu Lissu na uongozi wa gereza, ambapo gereza la Ukonga linashutumiwa na Tundu Lissu na mawakili wake kwa kuzuia mikutano ya faragha kati ya Tundu Lissu pamoja na mawakili wake na mawakili wengine wa Lissu, wakidai hata walizuiliwa kuingia ndani ya gereza hilo. Mtazamaji, vile kumbuka kulike video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele kwa taarifa zaidi kila siku.